Ni kikao cha robo ya 4 cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Misungwi, ambacho pia ni kikao cha mwisho kwa mwaka wa fedha uliokwisha, chenye lengo la kutathmini utekelezaji wa shughuli za miradi ya maendeleo. Namba 6. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Misungwi Bi Johari Samizi amewahimiza madiwani kuendelea kushikamana, kuwatumikia wananchi na kusimamia ipasavyo miradi ya maendeleo ili kuhakikisha thamani ya fedha inaendana na ubora wa miradi inayotekelezwa. Sisi sote tumekutana Misungwi, mwajiri wetu anaitwa mwananchi. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile ambayo tutafanya, lakini mwajiri ama aliyetukutanisha katika nafasi zetu tofauti tofauti ni mwananchi, ama kwa wingi wao wananchi wa wilaya ya Misungwi. Kwa tafsiri hiyo, tuendelee kuwatumikia, tuendelee kuwapambania na katika swala zima la usimamizi wa miradi ya maendeleo. Kama tunavyofahamu, diwani mwenzetu hapa ameshukuru kwa kupelekewa milioni 700 katika kata yake, lakini hiyo ni sehemu tu ya fedha nyingi ambazo serikali inaleta katika halmashauri yetu. Tuna ushahidi wa kutosha, halmashauri yetu kupitia kata zetu 27 na vijiji vyetu 115, kama sio kijiji basi kuna sehemu imeguswa kwa namna moja ama nyingine. Na kama tunavyofahamu, kikao cha leo ni robo ya mwisho ya mwaka wa fedha uliokwisha. Tafsiri yake kwa mwaka huo mzima, miradi tofauti tofauti iliyokuwa ndani ya bajeti na nje ya bajeti tumepokea fedha na tumeendelea kuitekeleza. Sasa kwa mshikamano na ushirikiano huo, tushikamane kuhakikisha kwamba fedha inayoletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi iliyokusudiwa. Tushikamane na tuisimamie fedha, tuone value for money, ile thamani ya fedha na mradi uliotekelezwa basi ikaonekane. Na wataalamu, narudi kwenu pia, kwa sababu baraza hili ndio kikao kikubwa kwa ngazi ya halmashauri, tukasimamia miradi inavyotakikana na inavyopaswa kulingana na fedha ambazo tunaendelea kuzipokea. Lakini tunaanza mwaka mpya, tumemaliza mwaka wa fedha uliokwisha, tulikomea katika 85% ya makusanyo ya mapato ya ndani. Tuka pull socks mwaka huu ulioanza 26-27, basi zile 15% ambazo hatukuzifikia kwa mwaka wa fedha uliokwisha, basi twende tukazifikie. Tunavyo vyanzo vingi vya mapato, tuhakikishe tunasimama kwa pamoja na mapato yaende katika cheni iliyo sahihi. Nikisema cheni iliyo sahihi, tusiruhusu kupoteza ama kuvujisha mapato kwenda katika cheni ambayo isiyo sahihi. Tumeanza mwaka mpya, ndio kwanza tunamaliza mwezi wa kwanza wa mwaka mpya wa serikali, na imani tutakapokutana robo ya kwanza ya mwaka mpya, wale watakaokuwepo, mambo yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Misungwi Bi Panel Titus ameeleza kuwa halmashauri imejipanga kujenga majengo ya abiria katika baadhi ya stendi, hususan stendi ya Misungwi, kufuatia hoja zilizowasilishwa na waheshimiwa madiwani katika baraza hilo. Tutaweka jengo la abiria Misungwi, tutaweka jengo la abiria Ukiriguru, tutaweka jengo la abiria Usagara, kwa sababu sasa hivi mabasi yale yanashusha kama ana abiria na hakuna restriction siku hizi ya kushushia stendi. Kwa hiyo kama anashusha kwenye jurisdiction yako ya Misungwi, ndio ataenda kulipa ile fee. Kwa hiyo ni jambo tu tuende nalo, tunaweza tukaweka hapo kwa sababu pale bado kuna watu wa safari fupi hizi, anaenda mjini, anaenda wapi, ni sehemu ya stara. Kwa hiyo tunalichukua, tutalifanyia kazi kwamba tutaweka, tufikirie kuweka mahala pa stara abiria waweze kuketi wanaposubiria au wanaposhuka kutoka kwenye mabasi. Nimesema hivyo kwa sababu sasa hivi stendi hizi LATRA imeshaturuhusu kushusha, ingawa hatushushi kwenye stendi, lakini wanashushwa popote, na watu wengi sana wanashushwa pale Usagara. Sasa nikisema tu hivi wa Usagara anaweza kusema tujenge kule. Kwa hiyo tunalipokea, tutaendelea kulifanyia kazi, lakini ninakubaliana na wewe kabisa kwamba abiria wanahitaji stara, washuke sehemu salama, wapakie sehemu salama. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.